Amani iwe juu yenu. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamrun Balul. Nyota ya mbuzi. Kuchoma sindano ya matibabu. Kuhishiwa nguvu za miguu kwa zoezi ulilolifanya. Kutafuna kitu kigumu kitakachokupa maumivu ya jino. Kuhisi ganzi. Kukaa kwa ukimya bila kuzungumza na mtu uliyekuwa naye karibu. Kupata asilimia chache za hisa ulizoziwekeza. Kujua matokeo ya kitu yatakayokupa furaha. Utakuwa kipaumbele kwa kufuatilia jambo. Kumjua mhusika wa kitu. Moyo wako utatulia baada ya kupata kitu au kuridhishwa na jambo. Kutoa maoni mazuri yatakayofuatwa na wengi. Utapata kitu kwa wepesi. Kupendezwa na ujasiri wa mtu. Kufuata taratibu nzuri ili usiweze kushindwa. Mtu kukuchunguza baada ya mabadiliko yako. Upendo wa mtu kujirudi kwako. Nyota ya mashuke. Tabia yako ya zamani kujirudi. Kujiandaa kwa jambo zuri ulilolipanga. Baadhi yenu kuongezewa mshahara. Kujijali zaidi na kufanya vitu vya maendeleo. Kumpa mtu tahadhari kwa kitu ulichokihisi. Kuongea na mtu ambaye hukumtarajia kama utazungumza naye. Nyota ya ng'ombe. Kuongea na mtu kihisia, yaani katika mawasiliano ya moyo na nguvu asilia. Kufikiria kumwambia mtu jambo. Kuongea na kujing'ata. Kumtuliza mtu hasira zake. Kutaka kujua kinachoendelea chini kwa chini. Kuongea na mnyama na kukuelewa. Kwa maana atafanya kama vile ulivyosema. Kutumia lugha nzuri ya kuongea na mtu. Na kumtuliza kwa hali aliyokuwa nayo. Kusema hapana kwa kitu ambacho hukitaki. Na utasisitiza hilo jambo lisiweze kutokea. Kwa baadhi mtahisi mpo na hali ya kuamrisha sana. Utaficha uoga wako mbele ya mtu. Kwa kuwa hutotaka kujulikana kwa udhaifu wako. Kuhema au kupumua kwa shida wakati wa usiku. Kujiandaa kufanya jambo. Kuhisi msukumo wa kutaka kujaribu kitu kama utafanikiwa. Kuangalia namba ya mtu na kusita kumpigia. Nyota ya mshale. Kuongeza ujuzi wa kazi. Kuona kitu ambacho ulishawahi kukiota. Kufuta namba ya mtu. Kusisimka mwili baada ya kuona kitu. Kushawishika. Kurudiana na mtu. Kusubiria malipo yako ambayo yamechelewa kukufikia. Kumuulizia mtu hali yake baada ya kujua kuwa anaumwa. Nyota ya punda. Upendo wa mtu kutojificha kwako. Kujisemesha mwenyewe ikiwa utafanikiwa jambo. Kumuaminisha mtu kitu ikiwa bado hataki hata kukuamini. Kupokea ujumbe wa pesa ambao utaufurahia sana. Mtu kukuuliza jambo litakalo kufanya upatwe na kigugumizi wakati wa kumjibu. Mtu kukuelezea changamoto zake. Kuondoa utata wa watu waliokuwa wakizozana. Nyota ya simba. Uwepo wa mtu utakufanya ufikie lengo kwa wakati. Utakuwa na mengi ya kuzungumza kuhusu kitu. Utahisi kuchelewa kwenda sehemu. Kughadhabishwa na maneno ya mtu. Jizuie kuwa na kisirani siku ya leo. Utanunua kitu ambacho kitakupa utata kukitumia. Kumwogopesha mtu baada ya kuingia sehemu. Kulijua tatizo ulilolipitia ni la watu wengi liliwafika. Watu ambao uko nao mbali watahitaji kujua usalama wako huko ulipo. Nyota ya nge. Kujihisi kuwashwa sana mwili. Kukumbuka neno la mtu na kucheka. Kuhudhuria kikao maalum. Kumdanganya mtu ukiwa anajua ukweli. Kumwambia mtu jambo kwa mara nyingine ili apate kuzingatia hilo. Kupunguza kutumia kitu ulichokuwa na mazoea nacho. Kumwamini mtu kwa haraka sana. Kupata taarifa ya ufaulu wa kitu au jambo. Nyota ya samaki. Kuangaliwa sana na mtu mpaka utajishtukia. Kusikiliza wito wa mtu. Kufikishiwa barua yenye ujumbe unaokuhusu. Utafuta jumbe za mtu ili isiwe sababu ya kitu kutokea kwa taharuki ya mtu. Kupata mkopo wenye riba ndogo. Kumpa mtu mrejesho wa kitu ulichokifanyia kazi. Nyota ya kaa. Kupata matokeo mazuri ya kitu. Kukumbuka kitu cha umuhimu ambacho umesahau kumwambia mtu. Kukataa kuongea na mtu mpaka utakapomaliza kazi yako.
ndipo umjuze ulipofikia. Kuulizwa kitu kitakachokupa maswali mengi sana. Nyota ya mapacha. Kuchelewesha kutoa majibu sehemu husika. Kufanya kazi kwa utaratibu sana. Kujizuia kucheka kwa jambo la aibu kwa mtu, japokuwa jambo hilo linachekesha. Kubadili sauti yako wakati wa kuongea na mtu, ili kumzuga kama atakufahamu. Kusubiliwa uwepo wako sehemu, ili kuliendesha jambo. Kumsimulia mtu kitu, kufanya wema kwa mtu. Nyota ya mizani. Kufurahi kukutana na mtu. Utakuwa mwenye mambo mengi ya kumwelezea mtu. Utafanya matumizi ya rafu ambayo utayajutia. Kupitia jumbe za mtu mlizokuwa mkiwasiliana kwa njia ya maandishi. Kuandaa tafrija ndogo. Mtu kukuita ukiwa upo gizani au sehemu ambayo ni ngumu kujulikana. Kukiruka kitu kwa mshtuko baada ya kukiona. Kutahadharishwa na mtu. Kujua ukweli wa mtu. Kuficha jeraha ulilokuwa nalo. Kuzungumza na mtu kwa upendo sana. Kujishtukia baada ya kujua ulikokosea. Utarekebisha kosa kwa haraka. Nyota ya ndoo. Kuzingatia neno la mtu. Kushirikiana na mtu katika jambo la maendeleo. Kuhisi kitu ila hutaki kuliamini hilo. Kumpa mtu mwongozo wa kitu ambacho kitamnufaisha. Utabiri huu ni kutoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi nitafute kwa namba hii. +254 724 729 804. Unaweza kumpata WhatsApp kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.